Vipi kama ningekwambia kwamba mmoja wa watu wenye kashfa kubwa zaidi duniani aliwahi kumiliki vipande vya kitambaa kitakatifu kinachofunika Kaaba? Ndiyo, hapa tunazungumzia kiswa, alama takatifu inayoguswa na mamilioni ya Waislamu kila mwaka. Lakini swali ni hili: iliwezaje kufika mikononi mwa mtu hatari Jeffrey Epstein? Je, ilikuwa ni zawadi halali, biashara ya siri, au kuna kitu hakijawekwa wazi hadi leo? Leo tunaenda kuchambua nyaraka zilizofunguliwa hadharani, barua pepe za ndani na maswali mazito ambayo bado hayajajibiwa. Hii si stori ya kawaida. Hii ni stori inayogusa dini, mamlaka na nguvu ya fedha nyuma ya pazia. Mnamo mwaka 2026, yaani mwaka huu, nyaraka mpya zilizofunguliwa hadharani chini ya kile kinachoitwa Epstein Files Transparency Act zilifichua mawasiliano ya barua pepe yanayodai kuwa Jeffrey Epstein alipanga kupokea vipande vitatu vya kiswa, kitambaa kitakatifu kinachofunika Kaaba iliyopo katika msikiti mkuu wa Maka. Ufichuzi huo uliibua hasira na maswali mazito duniani, hasa kutokana na hadhi ya kidini ya kiswa kwa Waislamu. Kiswa ni kitambaa cheusi chenye urembo wa maandishi ya Qur'ani yaliyoshonwa kwa nyuzi za fedha zilizopakwa dhahabu na ufunika Kaaba, sehemu takatifu zaidi katika Uislamu. Kila mwaka wakati wa Hija, kiswa ya zamani huondolewa na kuwekwa mpya. Kitambaa cha zamani hukatwa vipande na wakati mwingine hutolewa kama zawadi za kidiplomasia au kuhifadhiwa rasmi. Kwa mamilioni ya Waislamu, kiswa si pambo, ni alama ya utakatifu, umoja wa Mungu na historia ya imani yao. Sasa barua pepe zilisema nini? Yaani barua pepe za mtu hatari zaidi Jeffrey Epstein. Kwa mujibu wa nyaraka hizo, vipande vitatu vya kiswa viliorodheshwa kusafirishwa kati ya Februari na Machi mwaka 2017. Mawasiliano yalihusisha mfanyabiashara wa UAE Aziza Al Ahmad na mpatanishi wa Saudi aliyeitwa Abdullah Ali Mari. Vipande hivyo vilisafirishwa kwa njia ya mizigo ya anga kupitia British Airways Cargo kutoka Saudi Arabia hadi Florida, Marekani. Pesa ya usafirishaji ilionyesha thamani ya dola 10,980 ndo ambazo ziliwezesha vitambaa hivyo kutoka Saudi Arabia hadi kufika Florida. Kimoja kilielezwa kuwa kilitoka ndani ya Kaaba, kingine kutoka kifuniko cha nje kilichotumika, na cha tatu kilikuwa hakijatumika lakini kilitengenezwa kwa nyenzo ile ile. Katika barua pepe moja ilielezwa kuwa kipande kimoja kilikuwa kimeguswa na angalau Waislamu milioni 10. Sasa swali ni je, huyu Jeffrey Epstein alikuwa na msikiti? Nyaraka pia zinaashiria kuwa kulikuwa na eneo lililotajwa kama mosque kwenye moja ya mali zake katika visiwa vya Caribbean. Barua pepe zilieleza kuwa vipande vya kiswa vingetundikwa humo, lakini vyanzo mbalimbali vya habari vinasema mtu huyo alinunua vitambaa hivyo kuvifanya kapeti. Hata hivyo, hakuna uthibitisho wa wazi wa hadhi au matumizi rasmi ya eneo hilo kama msikiti wa kidini. Ufichuzi huu umeibua maswali makuu. Vipande hivyo vilitolewa kwa mamlaka gani? Je, vilikuwa vipande halisi vya kiswa iliyotumika au nakala? Je, taratibu za kidiplomasia na kidini zilifuatwa? Kwa kuwa kiswa inasimamiwa na mamlaka za Saudi Arabia, suala la uhamishaji wake linakuwa ni nyeti sana.
Lakini pia hakuna ushahidi wa kisheria unaonyesha kuwa kumiliki kipande cha kiswa ni kosa la jinai ikiwa kilipatikana kupitia njia halali. Pia hakuna ushahidi katika nyaraka hizo unaothibitisha matumizi mabaya ya vipande hivyo. Lakini kutokana na historia ya Jeffrey Epstein na hukumu zake za makosa ya kingono, jambo lolote linalomhusisha na vitu vitakatifu linaibua hisia kali na mjadala mkubwa wa maadili. Hadithi hii haizungumzii tu kuhusu mtu mmoja, inagusa masuala ya heshima ya dini, mamlaka ya kiroho na uwazi wa kimataifa. Kwa Waislamu wengi, kiswa ni zaidi ya kitambaa, ni ishara imani yao, na kwa ulimwengu bado yanaendelea. Vipande hivyo vilipatikana vipi na kwa nini alipewa Jeffrey Epstein?